Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mwakilishi mpya wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa aahidi licha ya changamoto nchi yake kuendelea kuwa bega kwa bega na Umoja wa Mataifa na katibu mkuu wa umoja huo. Tanzania tutaendelea kuwa upande wa Umoja wa Mataifa, kuwa upande wa ushirikiano wa kimataifa, kuwa upande wake katika kuhakikisha kwamba ajenda zake pia zinakamilika ambazo zinatupeleka kwenye masuala ya ulinzi wa amani, maendeleo pamoja na haki za binadamu. Karibu uambatane nami hadi mwisho. Ni Alhamisi ya tarehe 28 ya mwezi Mei mwaka 2026, siku ya kimataifa ya chai. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ambao hii leo unawasilishwa kwako na Asumta Masoi. Karibu Asumta. Asante Lea. Nataka niwe mkweli, hii ni moja ya changamoto zetu kubwa zaidi. Hatuwezi kufanya kazi hii kama wale wanaojaribu kusaidia wanazuiwa kufanya hivyo au kuwekwa katika hatari. Ni sehemu ya barua ya Dr. Tedros Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, aliyowaandikia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakati huu vikwazo kama vile mapigano jimboni Ituri yanakwamisha harakati za kudhibiti milipuko wa 17 wa Ebola nchini humo. Akiwa njiani kuelekea DRC, ametumia barua hiyo aliyoandika kwa lugha za Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa kutaka sitisho hata la muda mfupi la mapigano ili wahudumu wa afya waweze kuhudumia wananchi, wakati huu watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola ya virusi vya Bundibugyo ni 105 na kati yao 10 wamepoteza maisha. Vikwazo vingine vya kudhibiti Ebola nchini DRC ni mila na desturi. Maki Baraka, mkazi wa Beni jimboni Kivu Kaskazini, ambako Ebola imeripotiwa mji jirani wa Butembo, ana wito. Kuna kuwa vifo kati ya jamii, inaomba kuweza kuacha waganga wafanye kazi yao, kwa sababu sisi kwenye Afrika tunakuwa na tabia ya kusogelelea maiti na kuweza kuyagusagusa, lakini kupitia hiyo kukuja magonjwa ya Ebola tunaweza kuepuka hiyo hali yote ya kugusagusa. Na Joyce Msuya, naibu mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA, anatamatisha jukumu lake baada ya kuhudumu kwa miaka 4. Amezungumza na Arnold Kayanda na kusema, kwanza nashukuru na mshukuru Mungu, lakini pili nashukuru jumuiya yote ya kila kona ambayo ilinichukua mimi kama mwanafunzi wao, mtoto wao, dada yao, mama yao na kunisupport. Kama nilivyosema, nilivyoingia kwenye hichi kiti sikujua kwamba mimi ndio wa kwanza kutoka dunia ya kusini. Kwa hiyo kwa kweli hii miaka 4 iliyopita, lakini hata kabla ya hapo watu wengi sana wameniombea, wamenitumia salamu, hata nyie hapo kwenye department yenu. Kwa kwanza ni kushukuru sana sana sana. La pili, pamoja na kwamba nachepuka Umoja wa Mataifa, lakini nitaendelea kuongelea na kudefend na kusupport hiki chombo cha Umoja wa Mataifa. La tatu ni mcheza kwao hutunzwa. Kwa hiyo sijasahau ambako nilikotoka, na look forward angalau nipate masaa mengi zaidi ya kulala na pia kukaa na familia yangu. Kwa hiyo ni shukrani kwa kweli, na shukrani pia kwa serikali ya Tanzania, lakini pia serikali nyingi sana ambazo zimeweza kunisupport kipindi chote hichi. Asante sana. Kwa kina mahojiano hayo utayapata Jumanne ijayo. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde tutamsikia mwakilishi mpya wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa akifafanua yale anayotarajia kuyafanya. Salia papo hapo tafadhali ili uweze kujua kwa undani. Solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority
or other authority external to the organization. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina. Tanzania ni nchi ya 10 duniani kwa kuchangia vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa. Hilo ni moja ya mambo ambayo taifa hilo la Afrika Mashariki linajivunia na kuahidi kuendeleza ushirikiano wake na Umoja wa Mataifa. Hayo yamejitokeza kwenye mahojiano maalum na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa Balozi Togolani Idris Mavura, aliyeketi na Flora Nducha wa idhaa hii ya Kiswahili mara baada ya kuwasilisha hati zake za utambulisho kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Je, yapi mengine wamejadili? Ungana naye katika mada hii kwa kina. Karibu sana katika idhaa ya Kiswahili. Karibu New York pia. Asante, nashukuru. Si mgeni lakini ugeni hauishi. Ugeni hauishi. Lakini kwenye Umoja wa Mataifa kwenye majukumu haya unakuja kuanza kijiti kipya, sio? Ndio kabisa. Karibu sana. Asante, nashukuru. Sasa umekuja na ujumbe gani kwa Katibu Mkuu, kwa sababu umewasilisha tayari nyaraka zako kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres? Umemletea ujumbe gani kutoka Tanzania? Ujumbe wa Mheshimiwa Rais kwa Katibu Mkuu ambao nimewasilisha ni kwamba Tanzania tutaendelea kuwa upande wa Umoja wa Mataifa, kuwa upande wa ushirikiano wa kimataifa, kuwa upande wake katika kuhakikisha kwamba ajenda zake pia zinakamilika ambazo zinatupeleka kwenye masuala ya ulinzi wa amani, maendeleo pamoja na haki za binadamu. Na kama ulivyosema, umekuja wakati ambapo dunia iko shaghala baghala, hasa katika masuala ya usalama na kadhalika. Ni wakati mgumu, sio tu kwa nchi wanachama lakini pia kwa Umoja wa Mataifa wenyewe. Sasa umekuja hapa, we mgeni kijana, una nguvu. Mikakati gani ambayo umekuja nayo tuitarajie kutoka kwa Balozi Togolani Mavura? Kuna mambo mengi ya kuchangia katika Umoja wa Mataifa. Na kila mtu anachangia kwa uwezo wake. Wako wanaochangia zaidi kwa fedha, wako wanaochangia zaidi kwa mambo mengineo, lakini sisi moja ya eneo ambalo tumekuwa tukichangia vizuri sana, tumekuwa tukichangia kwenye ulinzi wa amani. Tumekuwa tukituma majeshi yetu kwenye maeneo mbalimbali, kwenye mission mbalimbali za Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kulinda amani, na tumekuwa tukifanya vizuri sana. Kwa sasa Tanzania ni nchi ya 10 kwa nchi ambazo zinajitolea majeshi yake kwa wingi kwenye kulinda amani. Na lengo letu tunadhani kwamba kwa kuwa tunafanya vizuri, tunaweza kufanya vizuri zaidi kwenye maeneo mengine, haswa katika mazingira haya ambayo dunia imezidi kuwa na changamoto za amani. Tunadhani tunaweza kutoa mchango wetu zaidi kwenye eneo hili. Hilo ni eneo moja, kwa hiyo tunafikiria namna gani ya kuongeza au ya kupanua, kuongeza walinda amani na kadhalika. Ndio la kwanza. Lakini eneo la pili, Tanzania inatarajia kuwa mjumbe asiye wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwaka 2029 2030. Tunaamini kwamba nafasi hiyo itatusaidia kuongeza sauti na kuongeza nguvu kwenye jitihada za kurejesha dunia katika kuwa eneo salama kwa watu wote. Hilo ni eneo la pili ambalo tunalitazamia. Lakini watatu, kuna mijadala mingine mingi inayoendelea duniani. Sisi tunaamini kwamba hata kama pengine hatuna nguvu kubwa za kivita kama nchi zingine au za kifedha, lakini bado tuna nguvu ya sauti. Tunaweza kutumia sauti yetu vizuri. Tuna uwezo pengine kwa nafasi tulionayo kuchangia jitihada au michango ambayo inaweza kuunganisha dunia vizuri zaidi kuliko pengine baadhi ya mataifa ambayo yanajikuta yako sehemu ya mgogoro. Siku zote tumekuwa suluhishi na wapatanishi huko duniani, na tunataka kutumia fursa hiyo na kuona namna gani tunaweza na sisi kutoa mchango kuifanya dunia kuwa sehemu salama ya kuishi kwa watu wote. Na hasa uliposema kwamba mnatarajia kuwa wajumbe wasio kudumu kwenye Baraza la Usalama, na hiyo ndio imekuwa moja ya mijadala mikubwa hapa kwenye Umoja wa Mataifa hivi karibuni, kwa sababu
nchi za Afrika hazina kiti cha kudumu. Kwa hiyo wamekuwa wakipigania sana kuhakikisha kwamba kuna sauti za Afrika. Kwa hiyo labda hiyo nayo pia itakuwa ni fursa nzuri wakati huo mtakapokuwepo kulisongesha mbele hili zaidi. Kwa hilo ni sehemu sahihi zaidi ya kuongeza sauti na kuongeza nguvu. Lakini kwa upande wa Tanzania, sisi kama tuna program za Umoja wa Mataifa ambazo zinaendelea pale nchini, na tunajua sasa hivi kuna mageuzi yanayoendelea Umoja wa Mataifa, iwe na wakati ambapo pesa zimepungua kutokana na kupungua kwa fedha na changamoto zingine. Kwa hiyo ni kweli tunataka kuona Umoja wa Mataifa unakuwa na ufanisi zaidi, lakini tunataka kuhakikisha kwamba kupungua kwa fedha au kukata fedha kisiwe kisingizio cha kukata programu za maendeleo. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tunapaswa kuhakikisha kwamba mabadiliko yoyote, mageuzi yoyote yanayofanyika, mageuzi ambayo yataleta ufanisi bila kuathiri shughuli za maendeleo na mchango wa Umoja wa Mataifa kwa nchi wanachama, hususan nchi wanachama zinazohitaji Umoja wa Mataifa zaidi. Nchi zetu zinazoendelea, nchi zinazoendelea, ziko nchi ambazo pengine hazihitaji sana mchango wa Umoja wa Mataifa katika maendeleo yao kwa sababu zimeshaendelea, lakini sisi tuko kwenye kundi la nchi ambazo tunahitaji mchango wa Umoja wa Mataifa zaidi. Kwa hiyo tuone namna gani ambavyo tutapata usawa au uwiano kati ya mageuzi na kutafuta ufanisi kwa upande mmoja bila kuathiri mchango wa Umoja wa Mataifa kwa nchi ambazo zinahitaji Umoja wa Mataifa zaidi, Tanzania ikiwemo. Mwisho kabisa, ungependa kutoa ujumbe gani? Lolote lile ambalo unahisi hili wasikilizaji na watazamaji wa idhaa ya Kiswahili watajua mimi niko hapa na niko kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Watanzania wategemee kama ambavyo niliapa mbele ya Mheshimiwa Rais kuwatumikia kwa uwezo wangu wote, kwa weledi wangu wote na maarifa yangu yote, ili kuhakikisha kwamba maslahi yao na maslahi ya nchi yetu yanazingatiwa katika eneo hili ambapo maslahi ya dunia yanatengenezwa. Asante na kushukuru sana Balozi, karibu sana. Asante sana. Shukran sana Flora Ndusho kwa mahojiano hayo, na kwa Balozi Togolani Mavura tunakutakia kila laheri katika ukurasa huu mpya unaoenda kuanza, na vile vile idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa inakukaribisha katika kujuza maziwa makuu nini kinachoendelea hapa katika Umoja wa Mataifa ili kuendeleza ushirikiano wetu, na tumekuwa tukijadiliana na viongozi wengine, kwa mfano Kenya, Burundi, DRC na nchi nyingine ambazo zinazungumza lugha ya Kiswahili na vile vile watu wa diaspora. Basi nami kufikia hapa na kunja jamvi leo, lakini tukutane tena Jumanne wiki ijayo kwa jarida lingine la video. Lakini kwa upande wa vipindi vya redio ni kila siku, hivyo kesho Ijumaa utapata kusikia habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine. Tunaweka kwenye channel yetu ya YouTube, jina linaitwa Habari za UN. Na ukurasa wetu wa mtandao wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN, inapatikana Play Store na App Store. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, jina langu ni Lea Mushi. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.